Siku ya jana Mei 12, kesi zinazomwandama Diddy zilianza kusikizwa rasmi kwenye mahakama huko New York nchini Marekani, na watu wengi kupitia kwenye mitandao ya kijamii walieleza wasiwasi wao kuhusu uwepo wa watoto wa rapper huyo mahakamani, hasa mabinti zake. Ingawa ni dhahiri kwamba walitaka kumuunga mkono baba yao, ilielezwa kuwa ushahidi utakaotolewa ungeweza kuwa mzito na wa kushtua kwa kusikiliza. Kwa mujibu wa CNN, wakati Daniel Phillips, stripper kiume aliajiriwa, alipotoa ushahidi wa kina na wa kushtua, akieleza jinsi Combs alivyokuwa akijichua huku akitazama yeye na Kesi wakifanya mapenzi. Mmoja wa mabinti wa Combs alisimama na kuondoka na mwingine kumfuata hapo mahakamani. Hata hivyo, walirudi baadaye, lakini kwa muda mfupi tu, kwani ushahidi wa maelezo ya kingono uliendelea kutolewa, na mmoja wa watoto wa kiume alionekana kumfariji bibi yao, yani mama wa Diddy, kwa kumwekea mkono begani huku ushahidi ukiendelea. Licha yayo, familia hiyo ilionekana kugeuka na kutazama video iliyomuonesha Combs akimvuta kwa nguvu na kumshambulia Kesi. Mwendesha mashtaka msaidizi wa Marekani Emma Johnson kwa sasa anaongoza upande wa mashtaka dhidi ya Diddy alieleza mahakama kuwa Diddy alimlazimisha Kesi kushiriki ngono na wanaume waliolipwa, yani male escorts, huku yeye akiangalia na kurekodi tukio hilo. Maafisa wa serikali walisema kuwa Diddy aliita sherehe hizo za kingono majina kama Freak Offs, Weird King Nights au Hotel Nights, na inaelezwa kuwa wafanyakazi wake walikuwa wakihusika moja kwa moja kwa kupanga usafiri, malazi, maandalizi ya vyumba, ikiwa ni pamoja na kuweka dawa za kupunguza msuguano na lubricants, taa maalum, kulipa watu wa huduma kwa fedha taslim na pia kupeana dawa za kulevya. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, katika tukio moja la Freak Off, Diddy alimlazimisha mtu huduma kukojoa ndani ya mdomo wa Kesi, na inadaiwa kuwa Diddy alikuwa akiongoza kila hatua sherehe hizo na alitarajia wanawake waliohusika waonekane kama wanafurahia kila kitu ambacho kilikuwa kikifanywa juu yao. Serikali imedai kuwa matukio haya yanaanza wakati Kesi akiwa na umri wa miaka 19, kipindi ambacho wimbo wake wa kwanza ulikuwa umehit. Pia wamesema kuwa Diddy alikuwa akimfanyia ukatili mara kwa mara, ikiwemo kutumia nguvu dhidi yake. Inasemekana kuwa rapa huyo aliwahi kupatwa na hasira alipogundua kwa Kesi alikuwa na uhusiano na mwanaume mwingine, na alimshambulia kwa ukatili mkubwa sana, akimpiga, kumkanyaga mgongoni na kumtupa huku na kule kama mzigo usio na thamani. Pia alimtishia kumdhalilisha hadharani kwa kuachia video inayomuonesha akifanya ngono na wanaume waliolipwa. Hii ni video inayoonyesha watoto hawa wa kike wawili mapacha, Jess na Daryl, pamoja na Chance dada yao, wakitoka mahakamani baada ya awamu ya kwanza ya kesi kusikilizwa. Hii ni SNS Mini Gen Man.